Bwana wabariki. Kwa jina linajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wameni ujumbe usaa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 niko hapa kufanya marejeo ya unabii ambao mwamba wa Yesu alieleza katika anwani zile kutoka kwenye ule mwaka wa uchaguzi kwa mwaka jana. Mwamba wa Yesu alitoa nabii 6 zinazohusu nchi ya Tanzania kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na mwamba wa Yesu katika moja kati ya nabii ambao ulitoa ulikuwa tarehe 7 ya mwezi ule wa 10 mwaka 2025. Mwamba wa Yesu alieleza kama kuna mtu mwenye mpango wa kutaka kuingia kwenye machafuko na kuleta ghasia katika nchi ya Tanzania, basi huo mpango ausitishe, kwa sababu mwamba wa Yesu alifanya marejeo ya nabii zilizokuwa zimetoka nyuma, kwa sababu tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mwamba wa Yesu alitoa unabii kwamba ameachilia upanga katika nchi ya Tanzania. Yoyote mwenye mpango wa siri kutaka kuleta machafuko Tanzania, Mashuri alisema upanga utamla katika lugha ile ya Mashuri. Wakati nafanya marejeo yale, na tulicheza pia na unabii wa tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 na ule wa tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Wakati mwamba wa Mashuri anafanya marejeo yale, Mungu mkuu Yesu aliendelea tena kusema katika ile tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 kwamba mwamba mkuu Yesu alisema wazi kwamba mtu yeyote mwenye mpango wa siri asitishe jambo hilo, kwa sababu Mungu alikuwa ameachilia upanga, na mwamba wa Mashuri aliniambia kwamba hayuko tayari kuifanya nchi ya Tanzania ingie kwenye machafuko. Na ameona nini kilitokea, na ninaweza kusema katika ule nabii Mungu Mashuri Yesu alisema nchi itavuka salama, na alionekana mwamba Mashuri Yesu amesafiri katika ulimwengu wa roho. Alionekana katika pande 4 kwa maana ya kaskazini, ya kusini, mashariki na magharibi, na Mungu akawa amesema kabisa kwamba nchi itavuka salama. Na hakika niko hapa kufanya marejeo yale, nchi ya Tanzania imevuka salama. Lakini nazidi kufanya marejeo haya, nazidi tena kueleza kwamba kuna mpango wa siri katika nchi ya Tanzania. Kuna watu walioko ndani ya nchi ya Tanzania wanashirikiana na watu walioko nje ya Tanzania kwa maana kutaka kuleta machafuko. Ndio maana umeona wakati ule kuelekea kwenye uchaguzi, kuna wengine walikuja na matamko, wanasiasa walikuja na matamko. Mnaona wahubiri wa Injili wengine walikuja na nabii za uongo. Kuna watu wengine makasisi mbalimbali wa dini na madhehebu, unaona walikuja na matamko, lakini wote walikuwa kwenye kundi moja. Rejea pia wanaharakati, kuna lugha moja walikuwa wanaizungumza katika mikoto yao ili kutaka kuyaleta machafuko mabaya zaidi. Kulikuwa na mpango wa siri nyuma ya pazia. Kwa niko hapa kufanya marejeo haya, na tayari umeona ripoti ya Jaji Chande imetoka, lakini bado unaona kuna jambo wanaendelea nalo. Wale kwa namna ile wanatoka tena kuishambulia ripoti, kwa sababu wanajua nyuma ya pazia nini kilikuwepo katika lugha zile ya kinabii. Kwa niweze kueleza hapa kwa Watanzania wote, lazima mambo haya myachunguze kwa kina. Kuna watu wako ndani ya nchi ya Tanzania na wengine wako nje, wako nje ya nchi ya Tanzania. Kuna jambo la siri wanalijua nini kile wanataka kufanya, kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutoka katika nchi ya Tanzania. Kwa nifanye marejeo haya, na ninazidi kuyathibitisha maono haya ya kinabii, na nazidi kueleza tena upanga wa Bwana umeachiliwa. Ninawaonya wahubiri wa Injili walikuja na matamko, wahubiri wa Injili walikuja na nabii za uongo, wanaharakati wote na watu wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Mwamba Mashuri Yesu ameniambia upanga umeachiliwa. Kwa nafanya maelezo haya, nitaunganisha na unabii ule na matokeo yale, matokeo yake, ili uweze kujua kwamba Mwamba Mashuri Yesu anajua mwisho tangu mwanzo. Na hapa nizidi kusisitiza, nizidi kueleza juu ya viongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania na viongozi mbalimbali wa utawala katika nchi ya Tanzania. Fanyeni uchunguzi wa kina, na watu wote waliohusika lazima wachukuliwe hatua, kwa sababu wana mpango wa siri, na kwa sababu wameshindwa kwenye mpango wao wa kwanza, wanakuja tena kwa mpango wao wa pili katika kuelekea moja ya siku hizi. Ndio maana Mungu Mashuri Yesu anaachilia anwani hizi Mashuri kwa ajili ya kuweka nchi hii ikae salama. Nazidi tena kueleza tena, nchi hii ina kusudi maalum la ujumbe wa mwisho wa kanisa, ambao Mwamba Mashuri Yesu anaachilia injili hii kutoka katika nchi ya Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia. Kwa hiyo Mwamba aliniambia hayuko tayari kuifanya nchi hii ingie kwenye machafuko, na hapa nawaonya watu wote ili umpate kujua anwani hizi Mashuri. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katika tuonane katika Mungu unakuja. Amen. Kwa hiyo lazima tufanye hivyo. Ndio maana natoa hapa matamko haya. Kama kuna ndugu yako yeyote mahali kokote anajihusisha na masuala ya kutaka kuleta machafuko kwenye nchi ya Tanzania, mwambie amechelewa. Kuna upanga yao unazunguka nchi nzima. Utamtafuta mtu kokote alikojificha, utamuona. Hii wala sitani, melazore. Nazungumza kama nabii wa Bwana. Narudia tena, yoyote mwenye mkakati wa siri kutaka kuleta machafuko kwenye taifa la Tanzania, sawa? Nimetoa amri ya kinabii, sawa? Amen. Na hakuna falaki yoyote inaweza kufanya kazi. Amen. Nimezuia falaki zote, asema Mashuri Yesu. Nchi hii inakwenda kuvuka salama. Bwana Mashuri Yesu kaniambia nchi itavuka salama. Yao kwa speak of no. Na hakika ndivyo ilivyo. Melezo hapa.
Ndio maana nasema hapa tutafichua kila mtu. Kila mtu. Hapa tutacheza nabii mbili, sawa? Amen. Nabii mmoja ulitoka tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu, sawa? Ambao huko pia kwenye mitandao, naomba ucheze hii. Cheza hii. Okay. Usikilize huu nabii wa tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Mwingine nimejaribu kutafuta wa yule mhubiri wa Injili, sawa? Amina. Nafikiri tutaucheza labda siku ya Alhamisi. Sawa? Hebu tusikilize. Sikilizeni vizuri, ujue Mungu huwa anayajua mambo kabla hayajatokea. Na namna ya kurescue mambo, sawa? Amen. Wakati huo ya nabii unatoka, watu waliona huyu jamaa inawezekana akawa na akili ndo. Lakini nilikuwa na akili timamu mbele za Bwana. Amina. Ndio ndugu yangu. Leo tarehe 27 sikia hiyo mwezi wa 4 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya milio ujumbe za kutoka jiji la Tanzania kwa barani Afrika na kwa mataifa ya dunia. Wanasema hivi, na alikuwa katika maombi kwenye mlima mmoja katika mlima Umogwi, na nilipokuwa kule juu wakati ninaomba mbele za Bwana na ushauri, na alisikia sauti kutoka kwa Bwana iliyoingia ndani ya mwili wangu, ndani ya moyo wangu, ikaanza kusema. Sauti hiyo ikasema maneno yafuatayo: jeshi liimarishwe, jeshi liimarishwe. Na nilipotazama nikaona mipaka ya nchi ya Tanzania, jeshi limeimarisha mipaka yote. Na kuangalia kwake naliona natazama, Mungu akaniambia katika michoro, akaniambia nchi hii inaenda kwenye uchaguzi mwaka 2025, lakini kuna mpango wa siri uliopenyezwa ndani ya nchi hii, na huo mpango unatoka kwa watu wa mataifa mengine au watu wa nje ambao wanakana kwamba kuonekana kwake ni kama wanataka kushirikiana na baadhi ya watu ndani ya nchi hii, kufanya nchi hii isistahimili amani yake katika michoro hii, na wakiwa na shabaha maalum, kwa sababu naliona kama jambo la wito au kama jambo la vikao vilivyokuwa vinafanyika vya siri katika kuleta machafuko na uharibifu na mapigano katika nchi ya Tanzania. Bwana Mungu mshukuru Yesu kananiambia, toa unabii huu na utoe unabii wa mazuio. Bwana sema hivi, nimezuia mpango huo na umeanguka moja kwa moja. Na niliona nitazama katika michoro, nikamuona Bwana katika michoro yake na lugha zake, na niliona nitazama Mungu akitoa amri, na hapa natumia jumba hili na waona watu wote wanaofuatilia video hii na unabii huu, na waona wote wenye mikakati ya siri. Bwana sema hivi, ninatuma upanga watakatika nchi hii, inapasa ibada sana, hasa mambo shule Yesu mambo. Na Bwana akaniambia katika mchoro hili, akaniambia waambie watu usalama. Na hapa sizungumzie habari ya vyama vya siasa, nazungumza habari ya usalama wa nchi. Bwana Yesu akaniambia, iambie vyombo vya usalama, uiambie serikali, jambo hili wasilichukue juu juu, wafanye tafiti, watumie majasusi wa nchi, wachunguze kila hatua, kila wanaoingia na wanaotoka, kila mchakato yoyote, mchakato yoyote wa kichaguzi unaoendelea, uchunguzi ufanyike na usifanye masiara. Bwana kaniambia, fanya mahesabu haya kinabii, na hii ni michoro ya kinabii ambayo Bwana mshukuru alitoa ramani hiyo. Na natoa maagizo haya na natoa maelekezo haya katika lugha zao. Kazi ya nabii kuonyesha mambo kabla hayajatokea na njia ya namna ya kushughulikia. Na watu wa usalama ndio wana kazi ya kuingia kwa utafiti wa kina kwa njia za kijasusi. Hapo wananielewa vizuri sana. Na hapa ni hiki ninachoongea, serikali wana kitu mezani. Tayari wana doti. Tayari wana vitu fulani wanaovijiwa. Sasa leo natoa unabii, kwanza ninadhibiti hao. Hao ambao wanataka kuleta mchafuko kwenye nchi ya Tanzania. Mama mshukuru anasema hivi, nimezuia, nimekataza, na wote watakaohusika upanga mkali ukakao kuni utaomeza. Nimezuia nchi basi inapaka inasema kwa sawa. Onyo kwa ulinzi wa nchi.
onyo kwa viongozi wa kidini na madhehebu. Acheni matamko ya kuleta machafuko kwenye nchi. Injili ni jukwaa sio la kisiasa. Waacheni wanasiasa wakutane kwa lugha zao. Sisi tusimame kwenye lengo letu kama wahubiri wa Injili. Matamko yoyote yanayoleta ghasia na mtazamo ambao haupendezi katika nchi, Mama Yesu ametoa amri, nimezuia. Na hapa nawaonya viongozi wa kidini na madhehebu wahubiri wa Injili. Jambo hili litakopana na nimewachilia upanga unakaa kweli, wanasema ukataa kweli na unawaka kweli. Nimewachilia upanga unasimama hapo juu. Yeyote atakayekwenda kinyume na upanga utamla, asema Mama Yesu. Nimezuia, asema Mama Yesu. Leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 kuna kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwa mchoro hii. Na mimi nilikuwa kwa mchoro na Bwana Yesu anakusanya mpango yao yote, anafunga na pita kila mahali, anaweka na sapisha kondoa katika zote na anafunga na hesabu kwa na kitabu hiki kimekiandika na nimekifunga na kufunga kwa kodi za kifalme. Hakuna kufungua. Ndio hapo. Na wafunga kwenye mahesabu, na wafunga kwenye kanuni zao za kila juu, na zitoa kwenye kanuni za kila juu, na mfunga kwenye anwani ya Yesu. Na hakika na Mungu muhuri wa roho na muhuri wa maombi katika nukta za mfalme Yesu. Na hakika mko kitabu kimefungwa. Amen. Okay. Huo ulikuwa unabii wa tarehe 27 mwezi wa 4. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee. Vifo unnatural sio vya kawaida ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, ikifuatiwa na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53.